Msikilizaji, hii ni sehemu ya pili ya simulizi. Sehemu ya kwanza tulipoishia ni pale ambapo Ana akiwa amelala, kuna kitu ama kuna mtu asimfahamu akiwa ameziba sura yake kwa mavazi meupe yaliyokuwa na waka. Huyu mtu alimtokea Ana na akamwambia amfuate. Ana bila kujitambua alianza kufanya kama yule mtu alivyohitaji. Ana aliweza kunyanyuka akiwa na usingizi. Yule mtu alimvuta Ana hadi kwenye dirisha la chumba cha Sister Joy, kisha akamuonesha kitu ambacho Sister Joy alikuwa anakifanya kila siku. Ana alivyoona vile hakuamini macho yake. Ana alishuhudia mambo makubwa sana ndani ya kile chumba cha Sister Joy. Aliweza kuona watoto wadogo wapatao 5 rika kama la kwake. Wale watoto walikuwa wamefungwa kamba na kufunikwa usoni wakiwa wamepakwa unga. Na mtu aliyefanyia haya yote hakuwa mwingine bali alikuwa ni Sister Joy. Wale watoto wapatao 5 walikuwa ni kama wamegeuzwa misukure, kwani walikuwa haongei kitu chochote kile zaidi ya kukaa kimya tu na kumwangalia Sister Joy. Hawakuonesha kushtuka au kushangazwa na kile kitu ambacho alikuwa nakifanya yule Sister Joy pale. Msikilizaji, ni kwamba Sister Joy alikuwa anawachoma sindano na kutoa damu na kuziweka katika kile kichupa ambacho alikuwa ameshikilia mkononi. Mambo ambayo alikuwa anafanywa katika kile chumba au mambo ambayo alikuwa anafanywa katika kile kituo cha kulelea watoto yalikuwa ni makubwa sana. Hakika lilikuwa ni tukio la kutisha sana na la kuhuzunisha machoni mwa Ana. Baada ya Ana kuyashuhudia yale yote, yule mtu aliyemsogeza pale dirishani aliweza kumrudisha Ana kimeujiza hadi kitandani kwake, kisha akamtupia usingizi mzito sana ambao ulikuwa umempitia Ana. Mbaya zaidi, yule mtu hakujulikana kwamba ni nani na wala alitokea wapi, maana sura yake ilikuwa ameziba na hajulikani kwamba huyu mtu ni nani. Ilikuwa ni mtindo wa kawaida kabisa katika kile kituo cha Kids UNICEF kuwa kila baada ya miezi kadhaa lazima watoto 5 wachukuliwe kama kisingizio kuwa wamepatikana mfadhili wa kwenda kuwalea. Hiyo ndio ilikuwa imani iliyokuwa imejengeka kwa wale watoto ambao walikuwa wanapatiwa msaada ndani ya kile kituo cha kulelea watoto. Watoto ambao walikuwa katika matatizo ya kuhitaji wafadhili ili waweze kuwasitiri katika yale matatizo. Hata baadhi ya watu walikuwa hawajui nini ambacho kinaendelea ndani ya kile kituo walikuwa wanaamini hivyo, kuwa wale watoto walikuwa wanachukuliwa na mfadhili. Ila kulikuwa kuna siri nzito ambayo ilikuwa inaendelea ndani ya kile kituo. Wale watoto walikuwa hawachukuliwi na mfadhili yeyote yule, bali walikuwa wanachukuliwa na Sister Joy, kisha wanaenda kufanywa kama sadaka kukiendeleza kile kituo. Ndio maana kila siku watoto walikuwa wanaongezeka ndani ya kile kituo, na hata sifa Kids UNICEF iliweza kuwa kubwa kimataifa kwa sababu walisifika kutoa misaada kwa wale watoto wenye mazingira magumu sana. Na hicho kitu kiliweza kuwezesha lile shirika la watoto kupata misaada na bonus nyingi sana kimataifa kutoka katika nchi za Ulaya ambazo walikuwa wanazitumia kwa maslahi yao binafsi. Hayo ndio yalikuwa mambo mabaya yaliyokuwa hayajulikani ndani ya shirika lile. Pindi wanapotoa kafara, baada ya siku 3 utasikia kwamba kuna watoto wengi sana wameongezeka au kuna mataifa fulani wameleta msaada. Asubuhi palipokucha, Ana alichelewa kuamka sana siku hii, kwani alikuwa amechoka sana. Alishtushwa na sauti ya rafiki yake Stressa aliyekuwa anapiga kelele sana mule bwenini, akihimiza wenzake kuwa muda wa kwenda kunywa chai umefika, waweze kuamka mapema sana. Ana bila kuchelewa alikimbilia kikombe chake, akawa anaongozana na Stressa kwenda katika ile sehemu ambayo walikuwa wanalia chakula ili waweze kunywa chai, ama kama ni siku ya uji basi wanakunywa uji kama ilivyokuwa kawaida yao. Kipindi Ana na Stressa wanaenda kunywa chai, walipishana na Sister Joy akiwa amevalia mavazi ya utakatifu sana, huku mkononi ameshikilia mkufu wa msalaba. "Shikamoo Sister Joy." Ana na Stressa walimsalimia Sister Joy kwa pamoja, huku akipiga goti moja chini, ishara kuonesha kabisa kwamba walikuwa na mheshimu sana. "Marahaba malaika wangu. Jioni msisahau kwenda kwenye mafundisho ya kiroho ili roho za kichawi
zisiwasumbue, sawa watoto? Sister Joy aliitikia ile salamu kwa heshima sana, kisha akawasihi sana Anna na Tresa wasikose kwenye mafundisho jioni. Sister Joy alivyomwangalia Anna, shingoni aliona kavaa cheni iliyokuwa imekunjwa mara mbili. Alijaribu kumdadisi pia katika mkononi mwake, alijaribu kuishika ili aiangalie, ila pindi alipoishika alipigwa kama na shoti ya umeme mkononi mwake, hali iliyofanya autoe mkono wake haraka sana. Anna, hii cheni nani kakupa? Hii cheni alinipa yule mwanajeshi aliyenileta hapa. Alikuwa anaitwa Chez. Baada ya maongezi marefu, Sister Joy aliamua kuwaaga wakina Anna na Tresa, akawa anaondoka zake kuelekea ofisini kwake. Lakini akilini mwake Sister Joy alianza kupata hofu sana juu ya Anna pamoja na ile cheni ambayo alikuwa nayo, cheni ambayo alikuwa ameivaa. Kipindi wanakunywa uji, Anna alikumbuka yale mambo aliyoyaona usiku wa usiku uliopita Sister Joy, lakini ukweli kwamba alishindwa kabisa kuamini kama ni kweli aliyaona yale mambo mabaya Sister Joy ambayo alikuwa anafanya au ilikuwa ni ndoto tu. Anna aliona ni vyema amwambie rafiki yake Tresa lile jambo ambalo alikuwa ameliona. Akamwambia Tresa, nikwambie kitu, ila naomba usimwambie mtu yote yule. Ndiyo, sitomwambie mtu yote yule, wewe niambie tu. Tresa alimjibu Anna kuwa hawezi kumwambia mtu yeyote yule. Anna alijiweka sawa ili aweze kumnongoneza Tresa kile alichoweza kukiona usiku wa jana, lakini kabla hajaanza kumweleza alimuona Sister Joy amesimama mlangoni huku akimwangalia kwa macho makali sana. Anna hakuelewa kwamba kwa nini Sister Joy anamwangalia vile, au amefikaje pale mlangoni wakati walimuona anaingia ofisini. Kitu cha kushangaza zaidi ni kwamba hata watoto ambao walikuwa napita pale walikuwa nampita tu Sister Joy pale mlangoni bila kumsalimia, na haikuwa kawaida kabisa. Kumbe mtu aliyekuwa anamuona Sister Joy pale mlangoni alikuwa ni Anna pekee, ndiye ambaye alikuwa anamuona pale. Anna alimuuliza Tresa kama anamuona Sister Joy pale mlangoni, lakini Tresa alisema kwamba hamuoni mtu yote yule pale ambaye kasimama mlangoni. Kipindi wanaongea, Anna kwa bahati mbaya aliangusha kikombe chake cha uji na ilibidi ainame kukiokota kile kikombe. Ila alivyoinuka tu, alishangaa kabisa kutokumuona tena Sister Joy pale mlangoni. Hofu ilitanda juu ya Anna, ikabidi asitishe ule mpango wake aliyokuwa anataka kumweleza Tresa kuhusu yale mambo aliyomuona Sister Joy anafanya usiku wa jana. Mambo aliyokuwa anayaona Anna yalikuwa yanamchanganya sana, na alishindwa kuelewa kabisa kwamba ni vitu gani ambavyo vitamtokea. Anna alianza kumwogopa Sister Joy, kwani hata alipokuwa anaishi ofisini ilikuwa ni lazima amchukue Tresa ili waende naye. Ilikuwa ni Jumamosi siku hii, siku tulivu kabisa iliyopendezeshwa na kibaridi cha mbali kilichokuwa kinapiga. Watoto wengi walionekana kuwa na furaha iliyopitiliza kwa sababu siku hiyo ndio ilikuwa ni siku muhimu sana ambayo walipata nafasi ya kucheza michezo yote ambayo walikuwa naipenda. Wenye ujuzi wa mpira walikuwa wanacheza mpira, wenye uwezo wa kuimba walikuwa naimba. Na in short ni kwamba hiki kituo kilikuwa kina vitu mbalimbali, hata vifaa vya muziki, kwa sababu wafadhili walikuwa naleta kila kitu. Pia hata wale ambao walikuwa hawana fani yote ile hawakuwa nyuma, walipewa nafasi ya kwenda kuwashangilia wenzao. Kituo hiki cha watoto kilionekana kuimarika kila kona, ukianzia upande wa malazi, chakula hadi matibabu. Siku hiyo pia Anna alikuwa ameungana na watoto wenzie waliokuwa na vipaji vya kuimba. Anna alikuwa anapenda sana kuimba, lakini alikuwa hajawahi kubarikiwa kipaji cha kuimba hata siku moja. Kwa hiyo alikuwa ni miongoni mwa wale watoto ambao waliokuwa wanashangilia wenzao kwa kasi sana. Wafanyakazi walioajiriwa kwa ajili ya malezi ya wale watoto walikuwa nao wameungana na wale watoto wakiwa wanawapigia makofi kwa wingi ili kuwapa sapoti na hamasa. Baada ya wenye vipaji vya kuimba kumaliza, alisimama mfanyakazi mmoja wa kiume akakamata mic kisha akaanza kuongea. Jamani, leo natoa nafasi kwa nyie ambao kila siku huwa mnakuja kuwashangilia wenzenu. Kwa hiyo mmoja wenu aje mbele atuimbie nyimbo nzuri ili tufurahi. Akiimba vizuri nitampa zawadi. Baada ya wale watoto kusikia vile kutoka kwa yule mfanyakazi kumaliza kuongea, aliipeleka moja kwa moja ile mic hadi sehemu alipokuwa amesimama Tresa
akampatia. Lakini Trace alikuwa na aibu sana, akamsakizia Anna. Watoto wote wakapiga makofi kwa kushangilia ili Anna aende akaimbe, kwa sababu wanajua kabisa kwamba Anna kuimba hawezi, hivyo walikuwa nataka wamcheke tu. Anna alivyoipokea ile mic alitaka kusita kwenda mbele, ila akajikaza taratibu, akasogea hadi mbele la jukwaa. Machozi yalianza kumtoka Anna, akawa anajifuta ili aanze kuimba. Watoto wenzie hawakuelewa kwa nini Anna alikuwa analia. Wengine walidhani kwamba alikuwa analia kwa uoga, lakini moyo wake ndio ambao ulikuwa unajua maumivu ambayo amehifadhi kwa muda mrefu, na hajui kwamba yale maumivu yatapona lini. Basi taratibu Anna alianza kuimba nyimbo nzuri ambayo aliitunga yeye mwenyewe siku kadhaa zilizopita, na nyimbo ile alikuwa ameiweka moyoni sana. Natamani mama ungekuwepo, natamani baba ungekuwepo, natamani Denisi ungekuwepo. Akawa anaimba pale kwa sauti kali sana. Nyimbo ilikuwa inaeleza mambo mengi sana, kwamba mimi ni mdogo ila sitachoka kuombea kwa Mola awape nzuri pepo. Mama rudi nikuonee kwa mara ya mwisho, baba rudi nikuonee kwa mara ya mwisho, Dennis rudi nikuage kwa mara ya mwisho, wewe ni kaka yangu. Hakika ile nyimbo ilionekana kuwagusa wafanyakazi wengi karibia wote wa kile kituo waliokuwa wamejumuika kwa pamoja kwenye ule upande wa muziki. Kwani Anna alivyomaliza, kila mmoja alikuwa anafuta machozi yaliyokuwa yanamtiririka kwa kitambaa. Hata wale watoto wengine ambao walikuwa kimya, japo kuwa walikuwa ni watoto, ila ile nyimbo ya Anna ilionekana kuwagusa hata wao. Yule mfanyakazi wa kiume aliinuka akamfuata Anna pale kwenye jukwaa, akampa pakti 3 za chocolate kama zawadi ya wimbo mzuri ambao alikuwa ameuimba. Baada ya masaa kadhaa kupita, ilisikika kengele kubwa ya emergency ikipigwa. Ile kengele ilimaanisha kwamba kunahitajika paredi ya mara moja, ni wote walikuwa wanahitajika kukusanyika kwenye ukumbi wa mkutano kwa ajili ya kusikiliza kitu ambacho walikuwa naitiwa. Kweli kama ilivyo kawaida, watoto wote walikusanywa sehemu moja, wakawa nasubiri kuambiwa kitu. Kwa mbele yao walimuona mwanaume aliyevalia suti ya kaki akiwa amesimama, huku pembeni yake amesimama Sister Joy ambaye alikamata kipaza sauti na kuanza kunena jambo. Malaika wa Bwana, litukuzwe jina la aliyetusimamisha hapa hadi leo. Tunapumua na tunaendelea kutumikia katika yeye. Kwanza na wapongeza watoto wangu wote wazuri kwa kuonesha tabia njema ndani ya kituo hiki. Huyu mnayemwona hapa mbele yenu anaitwa Goodluck. Ni mfanyabiashara mkubwa sana. Kwa upendo aliokuwa nao, amejitolea kulea watoto 5 kutoka katika kituo chetu, na ameahidi kuwasomesha na kuwalea kama watoto wake. Je, wangapi mko tayari? Sister Joy alivyomaliza kuongea vile, aliona wale watoto wakiwa wanahamu sana kuchukuliwa na yule Goodluck, kwani kila mtoto alikuwa anapiga kelele kuwa achukuliwe yeye. Sister Joy alivyoona kelele zimezidi au fujo zimezidi, akaamua kuendelea kuongea. Watoto wazuri, msigombane. Leo tumechagua watoto 5 ambao ndio watachukuliwa. Watoto hao ni Rose Mkiba, Jose Kiango, Rukia Wandiba, Faustin Kitondi pamoja na Anna. Jioni mle mapema, kisha mjiandae kwa safari. Watoto ambao hamjatajwa, naomba msijali, mtachukuliwa siku nyingine akijitokeza mfadhili mwingine. Nawapenda sana. Wale watoto waliochaguliwa waliweza kufurahi sana, kwani maisha pale kituoni walikuwa washaanza kuyachoka kukaa sehemu moja. Ila Anna alikuwa na hofu kubwa sana juu ya kuchaguliwa kwake. Alihisi kabisa kwamba kuwa yale mambo aliyoweza kuyashuhudia siku ile usiku ndio ambayo wanaenda kufanyiwa huko. Ila akili nyingine ikamwambia kwamba huenda kweli yule Goodluck alikuwa na lengo la kuwasaidia. Hivyo ile hofu aliyokuwa nayo ilipungua kwa kiasi fulani. Kama wanadamu tungejaliwa uwezo wa kutambua mambo ambayo yanakuja kutokea mbele yetu, basi wale watoto 5 nyuso zao zilikuwa na furaha sana. Basi wale watoto katika nyuso zao ambazo zilikuwa zina furaha sana,
wasingelifurahia vile vitu, bali wangelia na kusaga meno. Mambo ambayo yalikuwa yanatendeka gizani yalikuwa ni hatari zaidi. Kweli wale watoto 5 wakiwemo Anna walikula mapema sana siku hii, kisha wakavalia nguo zao za kupendeza tayari kwa ajili ya safari walioiamini wao. Ilipotimia mida saa 1, giza lilikuwa linaanza kuingia. Wale watoto walikusanywa sehemu moja, wakaambiwa wasubiri, kuna gari litakuja kuwachukua ili waweze kuelekea kwa Good Luck. Baada ya muda iliweza kuingia gari aina ya taxi nyeusi ikapaki maeneo ya parking. Basi wale watoto waliongozana Sister Joy hadi kwenye ile gari, wakaambiwa wapande tayari kwa ajili ya safari. Furaha waliokuwa nayo wale watoto ilikuwa haielezeki. Wakiwa ndani ya lile gari jeusi, watoto 4 walikaa katika viti vya nyuma, lakini Anna alikaa katika kiti cha mbele, akiwamo pembezoni mwa dereva aliyekuwa amevalia miwani meusi na koti pana jeusi. Ndani ya lile gari kulikuwa kuna marashi mazuri na makali sana kunukia. Marashi yaliyofurahiwa vizuri na pua za wale watoto 5. Dereva aliosha gari na safari ikaanza mara moja. Muda mwingi Anna alikuwa busy anamwangalia yule dereva na kumdadisi. Dereva ambaye alikuwa hacheki wala kuongea kitu chochote kile. Anna aliamua kumwongelesha ili asikie japo sauti yake, kwa sababu ule ukimya wa dereva ulikuwa unatisha sana. Shikamoo. Eti unatupeleka wapi? Ila baada ya kuulizwa vile, yule dereva alikaa kimya sana bila kujibu chochote. Anna akarudia tena kwamba unatupeleka wapi? Safari hii dereva aliongea neno moja tu, akiongea kwa spidi ile ile. Usinisumbue. Baada ya Anna kuambiwa vile, aliacha kumuuliza maswali naye akawa kimya. Vicheko na furaha viliendelea kama kawaida kwa wale watoto 4 waliokaa siti za nyuma. Tena walionekana kufurahia sana ile spidi ya gari ambayo ilikuwa inaongezwa na ule dereva kwa kasi sana. Baada ya kutembea muda mrefu, hatimaye lile gari lilipaki mbele ya jumba moja kubwa sana lililokuwa bovu mithili ya magofu ya kale. Naomba mshuke. Dereva aliwaambia wale watu washuke, akimaanisha kwamba walifika sehemu husika ambao walitoka kufika. Wale watoto walivyoshuka tu walishangaa sana. Ilibidi wale watoto wamuulize maswali yule dereva kuhusiana na sehemu ambayo Good Luck anaishi, kwa sababu ile sehemu waliweza kushushwa haikuwa kabisa ikifanana na sehemu ambayo Good Luck aliwaambia anakaa. Dereva hakupenda kuongea sana, aliwaambia wakae kimya, wamsubiri mhusika aweze kuja kuwachukua pale aweze kuondoka naye. Anna alivyojaribu kuongea zaidi, alichapa kibao kikali kilichoacha alama shavuni mwake. Pumbavu, nimewaambia subirini hapa, mtakuja kuchukuliwa na mhusika wenu. Yule dereva aliwakaripia pale, kisha akatoa msokoto wake wa sigara, akaanza kuvuta fundo kama 2 hivi, kisha akaenda kuchukua zile kamba nzito ambazo zilikuwa za kufungia ng'ombe, sijui zilizokuwa zimewekwa kwenye buti la gari, na akaanza kulazimisha kuwafunga wale watoto. Basi walikuwa naangeka pale wanapiga sauti, na baada ya kufungwa kamba walisukumizwa kama kifurushi ama furushi la mzigo ndani lile jumba ambalo lilikuwa lipo nje kidogo ya mji. Haya kupita masaa mengi likawasili gari jeupe aina ya Atez kwenye lile eneo, na mara hafla alishuka Sister Joy kutoka kwenye lile gari la Atez akiwa amejifunika mwili mzima na mavazi meusi. Alijifunua kile kitambaa kilichokuwa kimeuficha uso wake, kwa sasa akawa anaonekana vizuri. Sister Joy alichomoa kitita cha pesa kikubwa sana, akamkabidhi yule dereva aliyewasili pale na gari na kuishia zake. Baada ya dereva kuondoka, Sister Joy alijifunika tena kile kitambaa usoni, akaingia hadi kwenye lile jumba ambalo wale watoto 5 walikuwa wamesukumizwa huko. Wale watoto walivyomwona yule mtu kajifunika nguo nyeusi, walihisi kwamba maona jitu la hatari. Walianza kulia kwa nguvu, huku akionyesha hofu ya waziwazi. Sister Joy aliwaangalia kwa makini sana, kisha akacheka kwa sauti kali iliyokuwa ina mwangwi kama wa kishetani. Ghafla wale watoto walinyamaza kama mabubu. Wale mabinti walikaa kimya, hawakuongea chochote.
Ana alijaribu kuongea, ila hata naye sauti yake kutoka. Sister Joy alichukua kimfuko chake kilichokuwa kina unga mweupe, akaanza kuwapaka wale mabinti huku akiongea maneno ambayo yalikuwa sio rahisi kueleweka miongoni mwa binadamu wa kawaida. Giza nalo lilikuwa lishatanda. Hapakuwa na mtu yeyote yule aliyekuwa anasikatiza katika lile eneo, bali ziliweza kusikika sauti za ndege wa msituni zikilia kwa kupokezana. Hakika lile jumba lilikuwa linaogopesha sana. Hata hivyo bado wale watoto hawakuwa nafahamu sehemu waliopo. Kama kawaida ya Sister Joy aliweza kusubiri hadi ilipofika saa 7 usiku. Alichukua kikopo chake, kikopo ambacho alikuwa anatumia, huku pembeni akiwa amekamata kale kitu ambacho kalikuwa kanakamua damu kwa ajili ya kufanya kitu ambacho kwa upande wake aliona ndio sahihi kwake. Wale mabinti baada ya kupaka ule unga mweupe walikuwa hawajielewi kabisa, kwani walikuwa wametulia kimya tu huku wamelazwa chali. Sister Joy alianza na Faustine Kitonti ambaye aliweza kukamilisha kila kitu kwake. Mbali na yale yote, Ana alikuwa anaona kila kitu ambacho Sister Joy alikuwa anakifanya, ila nguvu za kuongea na kukimbia ndio alikuwa hana kabisa. Kilichomsaidia hadi agundue kuwa yule alikuwa ni Sister Joy ni mbaramwezi ambayo ilikuwa inaanza kutokeza. Japo alijifunika kitambaa cheusi, ila Ana aliweza kutambua vizuri sura Sister Joy. Basi kipindi anaendelea kutekeleza yale mambo yake, kuna kitu kisichojulikana kilipita kwa kasi kubwa sana nyuma Sister Joy. Shwa! Hali iliweza kumshtua Sister Joy, akageuka nyuma ili aangalie vizuri ni kitu gani ambacho kimepita. Lakini hakuna kitu chochote kile, akaamua kuinama ili aweze kumshughulikia Ana ambaye alikuwa katika zamu yake. Lakini hafla Sister Joy alisikia anachapwa kibao kikali na mtu asionekana. Ilibidi asitishe lile zoezi, aanze kujihami na lile balaa ambalo lilikuwa limetokea pale. Aligeuka nyuma, akaongea maneno ya kichawi, kisha akaanza kupuliza unga wake pale mweupe kila kona. Kipindi Sister Joy anamwaga ule unga, alishangaa upande wa mbele tumbo lake liko limejaa hivi afu linatoa damu ambazo zilikuwa zinatirika kwa wingi sana. Ikabidi ashikilie ile sehemu ambayo ilionyesha amepata jeraha ambalo alishindwa kutambua kabisa amelipata wapi na saa ngapi. Na Ana akiwa pale chini alipata kuyashuhudia yale yote ambayo yalikuwa yanatokea ndani ya lile jumba bovu mithiri ya gofu la kale ambalo lilikuwa nje ya mji kabisa. Hapakuwa na msaada wowote ule. Basi Sister Joy aliendelea kutaabika pale, kisha akaamua kukaa chini kwa sababu hata nguvu zilianza kumwishia. Utulivu ulitawala kwa muda ndani lile jumba, kisha ikasikika ngurumo kali mithiri ya radi. Pembezoni kwenye ile kona ya lile jumba alitokea mwanamke aliyekuwa ameinama huku amembeba mtoto mdogo. Ana alivyomwangalia yule mwanamke aliweza kumtambua kabisa. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni mzimu wa mama yake ukiwa umembeba mdogo wake. Sister Joy akiwa pale chini alijaribu kwa mara nyingine kunena maneno yake ya kichawi ili ule mzimu udhurike, lakini haikuwezekana. Mambo yote aliyokuwa anafanya yalishindikana, na ule mzimu wa mama yake Ana ulimsogelea Sister Joy kwa ukaribu, kisha ukamwonyesha kidole kwenye ile miili ya mabinti ambao walikuwa pale wanne, walikuwa tayari wameshashughulikiwa na Sister Joy. Sister Joy hakuongea kitu bali alibaki kimya tu, akiendelea kushikilia ile sehemu ambayo ilikuwa na maumivu makali. Ule mzimu wa mama yake Ana ulikasirika sana hadi ukaanza kulia. Machozi ya ule mzimu hayakuwa ya kawaida, yalikuwa ni machozi yaliyofanana kabisa na damu. Sister Joy ikaona mambo yamekuwa ni magumu sana. Alitaka kukimbia, lakini kuvuka hata mlangoni akawa amepigwa na kitu kizito kichwani, hali iliyosababisha sehemu kubwa kichwa chake kuumia sana. Sister Joy hakuongea kitu zaidi ya kukoroma tu. Sister Joy aliweza kutikisika mara 2 tu, mara ya 3 akawa ametulia kabisa. Sister Joy hakuwa na uhai tena kwa kile kitu kilichompiga kichwani mwake, kwani kilisababisha sehemu kubwa ya mwili wake kuumia sana pamoja na kuharibu mfumo mzima wa upumuaji. Ule mzimu wa mama yake Ana ulimwangalia Ana pale chini alipokuwa amelala, kisha akampulizia hewa ambayo ilimsaidia Ana kurudi katika hali yake ya kawaida.
Ana alivyoamka pale chini hakuamini kumwona mama yake akiwa amesimama mbele yake. Ana alianza kulia kwa kutirika machozi ya furaha. Furaha Ana iliongezeka zaidi alipomwona Dennis akiwa yupo mikononi mwa mama yake, huku akiwa na tabasamu pana lililoweza kuupendezesha uso wake. Siku hiyo mavazi ya Dennis pamoja na mama yake ilionekana kuwa ni meupe sana, yaking'ara sana. Ana alianza kumsogelea mama yake ili amshike mikono, ila alishangaa kuona mikono yake ikiwa inapitiliza tu kama vile anashika upepo. Alipojaribu kumkumbatia mama yake, alikuwa anajikuta na kumbatia hewa tu, kwani yule hakuwa mama yake halisi, bali ulikuwa ni mzimu wa mama yake. Hivyo ilikuwa sio rahisi kwa macho ya nyama kumshika. Ule mzimu ulimwangalia Ana kwa furaha sana, kisha ukapotea. Ana akawa amebaki peke yake ndani ya lile jumba, huku akimuita mama yake kwa ukali sana na kwa maumivu yaliyokuwa yamithiriki, kwani aliamini kwamba siku moja atarudi, lakini haikuwa hivyo. Ule mzimu wa mama yake ulikuwa tayari umeshapotea maeneo yale. Ana alipoangalia pembeni, aliwaona marafiki zake ambao walikuwa wamekatisha ndoto. Basi aliweza kuruka na kumkaribia Sister Joy pale alipokuwa amelala karibu na mlango, na akawa anatoka nje ili aangalie njia ya kumpeleka sehemu iliyo salama. Ilikuwa imeshatimia saa 10 usiku. Ana akiwa peke yake sehemu ambayo hakuweza kuifahamu kabisa. Hakujua ni wapi alipotoka na wapi ambapo anapoelekea, lakini kwa mbali alimwona mtu ambaye kavaa mavazi meupe akiwa anamuonesha ishara ya kumuita. Ana ilibidi aanze kumfuatilia yule mtu. Ile sehemu Ana leo kuepo hakukuwa na nyumba moja zaidi ya miti mingi iliyofanana na vichaka. Ana hakuchoka kumfuatisha yule mtu ambaye alikuwa anaongeza kasi ya kumsogelea. Yule mtu alikuwa anapotea na kuonekana sehemu za mbele zaidi. Ana alimfuatisha yule mtu hadi alipofika sehemu ambayo kulikuwa na bango kubwa sana lenye maandishi. Yule mtu alipofika kwenye lile bango alipotea kabisa na hakuonekana tena. Kwa kuwa ilikuwa imeshatimu saa 12 asubuhi, Ana aliweza kulisoma lile bango kwa makini sana. Lile bango lilikuwa limeandikwa sana, karibu Bagamoyo. Ana kwa kuwa alikuwa hajui vizuri nchi ya Tanzania, hakuwa na uwezo ama hakuweza kuielewa ile sehemu ambayo imeandikwa Bagamoyo. Alipoongeza mwendo kwa mbele, aliona purukushani za watu wengi wakiwa wanaenda kwenye mizunguko yao ya kila siku. Pia aliona magari yakiwa yanapishana kwa kasi, mengine yameandikwa Bagamoyo to Dar es Salaam, Bagamoyo to Mbezi, Bagamoyo to Tegeta, kwani kila mtu alionekana kutaka kuwahi katika kazini kwake au kutaka kuwahi katika majukumu yake kila siku. Ana alitembea hadi sehemu ambapo kulikuwa kuna mama ntilie na akaomba chakula ili aweze kula, kwani alikuwa na njaa kali sana. Msikilizaji, duniani bwana, watu tumetofautiana sana mioyo. Kuna wenye mioyo safi ya huruma na kuna wenye mioyo ile ya husda, kwani huwezi kuamini yule mtu ambaye mama mtilie alianza kumfukuza Ana kama mbwa kwa sababu Ana hakuwa na pesa kulipia kile chakula. Ila kuna mkaka alimuonea huruma sana Ana. Akamwambia yule mama ntilie ampe Ana chakula, halafu kama ni pesa ya chakula basi ataweza kumlipia Ana. Kweli Ana alipatiwa chakula, yani wale samaki, akanunuliwa na soda pamoja na maji. Alikula kwa kasi sana, kwani njaa aliyokuwa nayo Ana ilikuwa haielezeki. Yule kaka alikuwa ameketi na Ana meza moja, akawa anampeleleza Ana kwa kumuuliza maswali, kwa sababu ile hali ambayo Ana alikuwa nayo ilionekana dhahiri kabisa kwamba kuna tukio zito ambalo lilikuwa limemtokea Ana. Nguo zake zilikuwa zimechafuka sana kupita maelezo. Ana hakuongea chochote, yeye aliendelea kufakamia chakula tu, kwani akili yake ilionekana kutakuwa sawa kabisa. Na yale maseke ama yale madhila ambayo yalikuwa yamemtokea iliweza kumuumiza sana. Ana aliweza kuhurumiwa sana na yule kaka. Yule kijana akataka mchukue Ana kamlee, ila alipokumbuka kuwa mke wake ni mtu wa hasira, basi alijua akimchukua Ana ataliweza kusababisha ugomvi mkubwa sana nyumbani kwake. Basi yule kijana kama alilipa kile chakula Ana alichokula, kisha akamkabidhi 2,000 kwa nauli ya kumfikisha sehemu ambayo alikuwa anakwenda. Alimaliza hivi yule kijana. Ana ndani ya Bagamoyo hakuwa na ndugu yeyote yule anayemfahamu. Hakutamani tena maisha ya kulelewa katika vituo vya misaada, kwa sababu
kilichomtokea ndani ya Kids UNICEF kilimfanya aamini kuwa vituo vyote vitakuwa na tabia mbaya kama ile ambayo ilikuwa imeonyeshwa na Kids UNICEF. Anna ndani ya Bagamoyo alianza kuishi kama ombaomba. Hakuwa na sehemu ya kulala, hivyo mvua, jua, vyote vilikuwa ni vyake. Hakupenda hata kidogo yale maisha, ila matatizo yaliyotokea nchini kwao Vatania ndio yaliyosababisha hadi leo Anna awe ombaomba ndani ya nchi ya Tanzania na katika mkoa wa Pwani huko Bagamoyo. Maisha kwa ombaomba yakaanza kumzoea Anna. Majalala ya kutupa matakataka yakawa ndio ofisi yake, kwa sababu kila siku asubuhi ilikuwa ni lazima apitie majalalani kuokota mabaki ya vyakula ambayo matajiri walikuwa wanatupa pale. Tangu atoke Vatania, Anna alikuwa amefikisha miaka 14 akiwa ndani ya nchi ya Tanzania. Maana yake ni kwamba Anna alikuwa ni binti mkubwa sana. Ndani ya hiyo miaka 14, Anna alikuwa ameshapita mambo mengi sana ya kuhuzunisha na kutisha. Hivyo aliweza kuvumilia kwa sababu hakuwa na namna ya kufanya. Hakuwa na mama wala baba wa kumdekeza ama kumlea. Kitu kilichokuwa kinamuumiza zaidi ni pale ambapo alipokuwa anapishana na watoto ama mabinti wa rika lake wakiwa wamevalia uniform za shule wanaelekea shuleni, na hakika lile jambo lilimuumiza sana Anna, kwani alikumbuka kabla ya vita kutokea katika nchi ya Vatania alikuwa anasoma shule, tena alikuwa na akili nyingi sana. Anna aliamua kuyaweka yale moyoni. Anna alivumilia sana. Aliamua kuchomoa ile cheni aliyopewa na Chase ili aende akaiuze, kwa sababu alihisi kwamba inaweza kumpatia pesa kiasi za kuweza kumsaidia. Ila alivyoweza kuishika ile cheni, alikumbuka sana mambo mengi aliyopitia. Alimkumbuka yule mzungu Marekani aliyeweza kumpatia ile cheni na kumsaidia katika magumu yote ambayo alikuwa ameyapitia. Na haikuwa rahisi kumpata kwa sababu hakuwa na mawasiliano yote yale ya Chase. Mbaya zaidi, hakujua kama Chase bado yuko hai ama yungali bado anaishi. Anna alikamata ile cheni akaamua kuivaa tena. Aliona sio vizuri kuuza kitu ambacho alichopewa kama zawadi. Usiku ulivyoingia, Anna akiwa amelala pembezoni mwa maduka ya kuuzia vitu, huko amejifunika magunia yaliyotumika kama mashuka sehemu yake ya mwili, alihisi kwamba kuna mtu anamshika maeneo begani. Alivyocheki vizuri, alikutana na vidume vitatu vikiwa vimejazia kwelikweli. Anna alishtuka sana. Wale wanaume watatu walikuwa na lengo la kumkaba pale na kuweza kumfanyia jambo baya kabisa, kwa sababu wawili walikuwa wameshamkamata vizuri na yule mmoja ile baki alikuwa amejiandaa vizuri kabisa kutekeleza lile tukio. Anna alijaribu kupiga kelele, ila wale wanaume wale kumziba mdomo. Ilibaki kidogo tu Anna aweze kudhalilishwa, ila kitu kilichosaidia kulikuwa na gari lililokuwa linapita maeneo yale. Mwanga wa lile gari uliweza kuamulika vizuri wale wanaume watatu, na waliona aibu na kuanza kukimbilia huko chochoroni. Anna naye aliinuka na kukimbilia upande wa pili wa barabara. Ilibidi Anna aingie chini ya mitaro ya barabara ili aweze kulala vizuri, sababu aliogopa kulala pembezoni mwa maduka. Lile kundi la vijana watatu wanaweza kufanya jambo lile kwa kurudi tena, na ni jambo ambalo dhahiri kabisa kwamba lilimfanya Anna aweze kuogopa sana. Siku hiyo mbu alijipatia damu na chakula cha bure kabisa kutoka kwenye mwili wa Anna, kwani ule mtaro aliokuwa ameingia ulikuwa na maji yaliyokuwa yana mbu wengi sana. Asubuhi ilivyofika, Anna alishtushwa na kelele za magari yaliyokuwa yanapita pembezoni mwa ule mtaro. Ilibidi naye aingie mitaani kuanza kutafuta riziki yake kila siku. Siku hiyo hali ilikuwa ni tofauti na siku zote. Alijaribu kwenda majalalani kuokota vyakula, lakini hakukuta mabaki yoyote yale ya chakula. Alivyoona hali imekuwa vile, aliamua kuingia barabarani na kuanza kuombaomba kwenye daladala pamoja na magari binafsi ambayo yalikuwa yanapita barabarani. Alisimama pembezoni mwa barabara kwa muda kidogo hadi pale magari yaliposimama, ndipo aliamua kuanza kuombaomba kama atapewa chochote. Anna alielekea moja kwa moja kwenye gari aina Land Rover ambalo lilikuwa linavutia sana. Dereva lile gari alikuwa ni dada mmoja wa makamo aliyevalia miwani meusi iliyopendezesha uso wake vizuri.
Ana alifika hadi kwenye lile gari na kuomba pesa, lakini kitu alichoambuliwa ni kutemewa makohozi na yule dada, kisha kafunga kioo cha gari lake. Kila kitendo kilimuumiza sana Ana. Alijifuta ule uchafu uliotemewa na yule dada, kisha akaelekea kwenye daladala ya mbele na kuendelea kuomba kama kawaida yake. Walio kwenye ile daladala kidogo walimwonea huruma, kwani baadhi yao walimpa kiasi kadhaa cha pesa ambacho kwa ujumla kilifika kama shilingi 3,000. Baada ya kupewa zile pesa, Ana aliamua kwenda pembezoni mwa barabara, akaanza kutembea kwa hatua ndogo ndogo huku mikono yake ameiweka kichwani mwake. Ana alikuwa anatembea huku machozi yakimtoka, kwani alikuwa analia kimoyomoyo bila kutoa sauti yote ile. Ni maumivu makali sana ambayo alikuwa anapitia Ana. Hakika ilikuwa ni huzuni kubwa sana kwa Ana. Baadhi ya wapita njia walimwonea huruma kwa jinsi alivyokuwa anatia huruma. Magari yalivyoruhusiwa, Ana aliamua kukaa pembezoni mwa barabara na kuanza kuyaangalia yale magari yaliyokuwa yameruhusiwa. Msikilizaji, haikuchukua muda ilikapita gari la yule dada aliyemtemea makohozi. Ana aliweza kuliangalia lile gari, kisha kainama chini huku akizidi kulia sana. Hayo ndio alikuwa maisha ya Ana katika mji wa Bagamoyo. Kula kwake kulikuwa ni kwa shida sana. Ilipofika mchana, Ana hakuwa na sehemu ya kwenda. Aliamua kuzunguka kwenye mitaa bila kuwa na kitu cha kufanya. Ana alishtuka anatokea mtaa wa Mzemburo. Aliweza kutambua jina la ule mtaa kutokana na kibao kilichokuwa kimeandikwa jina la ule mtaa. Alivyosogea mbele, alikuta watoto wengi sana wakiwa ndani ya mavazi ya kupendeza tena ya kuvutia sana. Alitamani kuwasogelea wale watoto ili aweze kuwauliza kwamba kuna nini ambacho kinaendelea leo pale. Ila alivyojiangalia jinsi alivyokuwa mchafu, aliona kabisa akiwafuata wale watoto waliokuwa na furaha pale itakuwa ni aibu sana. Ilibidi Ana jibanze sehemu ambayo alikuwa haonekani, kisha kaanza kuangalia wale watoto. Baada ya muda mfupi, wale watoto walianza kuingia ndani ya ukumbi mmoja mkubwa sana uliojulikana kwa jina la Jamzun Hall. Baada ya wale watoto kuingia katika ule ukumbi, zilisikika sauti za shangwe zikirindima kutoka ndani ya ule ukumbi. Ilibidi Ana jisogeze kwa siri sana hadi maeneo ya nyuma ya ule ukumbi ili achungulie kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Alivyochungulia, aliona wale watoto wakiwa wameketi kwenye viti na wazazi wao, huku vyakula vikipitishwa kwenye zile sehemu walizokuwa wamekaa. Kumbe siku hiyo ilikuwa ni siku maalum ya watoto kufurahia. Ndio maana wale watoto waliweza kujumuika na wazazi wao ili waweze kufurahi. Hakika waliketi kwenye viti na wazazi wao, huku vyakula vikipitishwa kwenye zile sehemu walizokuwa wamekaa. Kumbe siku hiyo ilikuwa ni siku maalum ya watoto kufurahia. Ndio maana wale watoto walikuwa katika hali ya furaha sana. Siku hiyo kulikuwa kuna maonesho mbalimbali ya watoto. Kile kitu kilimvutia sana Ana. Ana alitamani baba yake au mama yake wangelikuwepo duniani ili naye aweze kujumuika kwa pamoja na wale watoto, lakini ilikuwa ni jambo lisilowezekana kwa sababu hakuwa tena na mama yake wala baba yake. Wale watoto waliomaliza kula, mabaki ya vyakula yalienda kumwagwa maeneo ya nje ya ule ukumbi. Kile kitendo kilionekana kuwa neema sana kwa Ana, kwani alitembea kwa kunyata hadi sehemu yaliyotupa wale mabaki na akaanza kuchambua yale mabaki na kuanza kula. Kipindi anakula yale mabaki, alionekana mwanamke wa makamo akielekea upande ule aliokuwepo Ana, huku mkononi ameshikilia ndoo ndogo mbili zilizokuwa zimejaa uchafu sana. Ana alivyomuona yule mama aliogopa na akawa anataka kukimbia, lakini yule mama alimwambia asikimbie. Ikabidi Ana asimame, huku akiwa na wasiwasi mwingi sana kwamba huenda amefanya makosa kuwepo katika lile eneo. Yule mama alimsogelea kwa ukaribu sana, akamshika Ana mkono na kuelekea naye kwenye chumba ambacho kilikuwa kimejificha kidogo. Kilikuwa ni chumba ambacho kilikuwa pembeni ya wale wapishi. Yule mama alivyoingia na Ana kwenye kile chumba, alifunga mlango kisha akafungua madirisha ili aweze kupitisha mwanga. Madirisha ambayo yaliokuwa ya vioo ya kile chumba. Ana alivyokiangalia vizuri kile chumba, aligundua kwamba kilikuwa ni chumba cha jiko. Yule mama alichukua sahani akampakulia chakula kizuri kilichokuwa pale katika masufuria. Ana kwa kuwa alikuwa na njaa sana, alianza kula haraka haraka kwa kufakamia kama vile anakimbizwa. Na yule mama alianza kumuuliza Ana baadhi ya maswali kutokana na hali ambayo
alikuwa nayo kwa wakati ule. Mama yule alimuuliza kwamba mbona ulikuwa unakula vyakula majalalani we mtoto? Huoni kama utapata magonjwa ya kipindupindu ama kuharisha? Yule mama alimuuliza Ana huku akiwa anamuongeza chakula, yani alikuwa anampakulia pale. Ana akamwambia yule mama kwamba mimi sina pesa kununulia chakula, ndio maana natafutaga chakula majalalani. Ana naye alimjibu huku akiendelea kula kile chakula alichokuwa amepewa na yule mama msamaria mwema. Baba na mama yako wako wapi? Hadi wanakuacha binti kama wewe unahangaika mitaani kiasi hiki? Baada Ana kuuliza swali kama lile, machozi yalianza kumtoka, kwani ni kama alikuwa ametunishwa kidonda kilichokuwa kinaanza kupona katika moyo wake. Ana alimueleza kila kitu kuhusiana na mambo ambayo yaliyotokea hadi akawa katika maeneo yale. Alimueleza kila kitu kuhusu yale mapito yake hadi amekuwa mtoto wa mtaani. Yule mama alisikitika sana na akawa anafuta machozi yaliyokuwa yanamtiririka kwenye uso wake. Yule mama wa makamo alijulikana kwa jina la Mama Tausi. Mama Tausi alikuwa ni mmoja kati ya wapishi maarufu sana waliokuwa wamejaliwa kupika siku ile kwenye sherehe ile ambayo ilikuwa imefanyika kwenye ukumbi wa Jamzon. Uhodari wa upishi wake ndio uliofanya awe anapata tenda mbalimbali za kupika ndani ya mji wa Bagamoyo. Mama Tausi alikuwa ni mama mjane, kwani mume wake alifariki miaka 5 iliyopita kwa kugongwa na pikipiki maeneo ya Kivu ndani ya Bagamoyo. Hivyo Mama Tausi aliachwa akiwa na mtoto mmoja wa kike aliyekuwa anasoma darasa la 7. Hivyo hali ngumu aliyokumbana nayo Mama Tausi ndiyo iliyomfanya aanzishe mgahawa wake wa kupika chakula ili aweze kujipatia riziki yake kila siku. Mgahawa wa Mama Tausi haukuwa mbali sana na mtaa Mzimburo, hivyo ilikuwa ni rahisi sana. Hata kama wanaohitaji huduma kupikiwa chakula kwenye masherehe yao, humfuata Mama Tausi na kumpatia ile tenda kupika chakula. Mama Tausi hakuwa na wafanyakazi wengi sana kwenye ule mgahawa, bali alikuwa na wadada 2 tu waliokuwa wanamsaidia kazi za pale mgahawani. Na in short ni kwamba mama yule hakuhitaji wafanyakazi wengi sana kwa kuwa hakuwa na mgahawa mkubwa sana, bali ustadi wake wa kupika chakula kitamu ndio ambao uliompa sifa nyingi pale Mzimburo. Baada ya maongezi sasa baina Mama Tausi na Ana, hatimaye Mama Tausi alijitolea kumsaidia yule Ana. Binti alipokumbuka yale mateso aliyopitia kwa Sister Joy kipindi cha nyuma, alitaka kusita kidogo kukubali ule msaada ule Mama Tausi, ila hali ngumu ya mtaani ilimfanya akubaliane na msaada ambao mama yule aliweza kujitolea kumpatia. Ilipofika jioni, Mama Tausi alimchukua Ana na moja kwa moja hadi sehemu alipokuwa anaishi mama yule. Walivyofika pale, walipokelewa na mtoto wa kike aliyemzidi Ana kidogo. Yule binti wa kike hakuwa mwingine bali alikuwa ni mtoto wa Mama Tausi ama binti yule Mama Tausi. Nyumba Mama Tausi ilikuwa ina vyumba 3, hivyo Tausi na Ana walilazimika kulala pamoja hadi asubuhi, kwa sababu ni mabinti ambao kiumri ukiwaangalia walikuwa kama wanarengana, kwa sababu wote walikuwa ni mabinti. Walivyokuwa wamelala, Tausi na Ana hawakuulizana kitu chochote, licha ya kwamba Mama Tausi alikuwa ameshawatambulisha wote wawili. Asubuhi kulivyokucha, Tausi alichukua begi lake akaelekea shule, kwani alikuwa anasoma darasa la 7. Ila Ana pamoja na Mama Tausi waliongozana moja kwa moja hadi kwenye mgahawa ambako walikuta wadada 2 wakiwa wanafanya usafi wa kuweka mgahawa sawa. Helen, nimemleta huyu binti anaitwa Ana. Nataka mwe mnamfundisha na yeye kazi za hapa na pale ili aweze kujifunza. Helen na mwenzie walikubaliana au walikubali maelekezo waliopewa na bosi wao. Ana alianza kufundishwa taratibu jinsi ya kupika chakula na kuhudumia wateja pale mgahawani. Baada ya miezi 6, maisha ya Ana yalikuwa yameanza kubadilika sana. Shida ya chakula hakuisikia tena, wala sehemu ya kulala haikuwa ni tatizo tena kwake, kwa sababu alikuwa amepewa hifadhi ya kudumu na yule Mama Tausi aliyeamua kumlea yule binti kama mtoto wake. Lakini kile kitendo cha Ana kupewa msaada kilikuwa kinamuumiza sana Tausi, kwa sababu Tausi hakupenda kabisa Ana kuishi pale kwao. Msikilizaji, huyu binti naye alianza kuingiwa na nyongo. Siku za mwanzoni alikuwa anazificha hasira zake juu ya Ana, ila kadri siku zilivyozidi kusonga mbele, Tausi alikuwa anaonesha chuki za waziwazi kwa Ana. Ila Ana
hakutaka kubishana na mtoto wa mama yule aliyempa msaada. Ana aliweza kuthamini sana msaada wa yule mama Tausi. Ana alikuwa anayavumilia masimango ya Tausi, unyanyasaji hapa na pale mdogo mdogo pindi ambapo wako chumbani. Basi kuna nyakati Ana alikuwa akisimangwa waziwazi na Tausi kule chumbani. Sometimes hata shuka ambalo alikuwa amepewa chumbani walalie pamoja, Tausi usiku anaweza kujifunika peke yake akamwacha Ana akipigwa na upepo au baridi kali. Baada ya mwaka mmoja kupita, Tausi alimaliza darasa la 7, akawa yuko nyumbani sasa, anasubiria siku ambayo matokeo yatatoka ili na yeye aweze kuendelea na elimu ya juu zaidi. Msikilizaji, ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Siku hiyo mama Tausi na Tausi hawakwenda kwenye mgao. Waliamua kujipa mapumziko tu. Kama kawaida, Ana aliamka asubuhi na mapema sana kuanza kufanya usafi wa nyumba. Si unajua tena mtu huko nyumbani kwa watu, ni lazima uamke mapema, ujishughulishe. Tausi yeye alikuwa amelala tu hadi ilipotimu mida saa 4. Mama Tausi alimfuata Tausi chumbani, akaanza kumfokea kwa tabia yake ya kuchelewa kuamka. Hivi we Tausi, hebu amka. Yaani mwenzio amefanya kazi zote, wewe bado tu umelala, mpumbavu kweli wewe. Na upumbavu sijui utauacha lini wewe? Mtakuja kuendeleza hadi kwenye ndoa zenu huko. Mwanamke unakuwa mvivu msichana kama wewe, mjinga mkubwa wewe. Elelelelelele. Yule mama alikuwa anamgombeza mtoto wake, na si kwa ubaya, ile alikuwa anamgombeza kumjenga mtoto wake kuwa na tabia njema. Siku hiyo mama Tausi alifoka sana, kwani aliweza kuchukizwa na kile kitendo cha mtoto wake kama binti wa kike kulala hadi saa 4. Jinsi Tausi alivyotukanwa na kugombezwa na mama yake ndo alizidi kumchukia Ana, kwa kuona kwamba mama yake anampa kipaumbele Ana kuliko yeye. Yani alikuwa anajua kabisa kwamba Ana ndo chanzo cha haya yote, yeye kuanza kuchukiwa na mama yake. Na ile chuki ya Tausi ilifikia pabaya sana, akawa amepanga kumfanyia Ana jambo baya na la kutisha ili Ana aweze kufukuzwa kama mbwa pale na mama yake. Msikilizaji, hii ni sehemu ya pili ambayo unaendelea kuifuatilia sasa hivi kupitia Chilemo Simulizi. Binti Ana yupo kwenye masaibu makubwa sana ambayo anaendelea kuyapitia. Zilipita siku kadhaa, matokeo ya darasa la 7 standard 7 yakawa yameshatoka. Serikali na wizara yake iliweza kuyaainisha yale matokeo hewani. Kwa bahati nzuri, Tausi alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi au mwanafunzi aliyechaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza kwenye shule ya wasichana tu iliyojulikana kwa jina la Aneth Secondary School. Ile shule ilikuwa inapatikana mkoani Mbeya, na mama Tausi alifurahi sana baada ya mtoto wake kuchaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza. Lakini pia Tausi alifurahi sana kwa sababu alijua kuwa ile itampunguzia masimango. Tausi ilibidi asitishe ile mipango yake mibaya aliyokuwa amempangia Ana, ila aliweza kujiapia kwamba kuna siku lazima atamfanyia kitu kibaya huyu Ana ili aweze kuondoka pale kwao. Baada ya maandalizi ya kila kitu ya shule pamoja na kumwandaa huyu binti, Tausi aliweza kusindikizwa hadi stendi ya mabasi ya mkoa, kisha akaanza safari ya kuelekea Mbeya kuanza masomo yake kidato cha kwanza. Mama Tausi na Ana waliweza kurudi nyumbani kwao kuendelea na shughuli zao za kila siku. Ana alikuwa tayari ameshakomaa kwenye shughuli za kupika kwenye ule mgahawa, na aliweza kujua kila utaratibu ambao ulikuwa unafanyika pale na ule mama. Alikuwa pia ameshazoea changamoto za kila siku kutokana na wateja ambao walikuwa wanakuja pale mgahawani. Wapo waungwana, wapo sio waungwana. Kwa hiyo aliweza kulichukulia hili kama sehemu ya changamoto ya kazi yake. Baada ya miaka 6 kupita, Ana alikuwa amefika miaka 18. Binti sasa. Yule binti ambaye atapigiwa miruzi mingi sana. Miaka ambayo ilimtambulisha kuwa tayari ameshakuwa mtu mzima kwa umri ambao ulikuwa umewekwa na serikali. Tausi naye alikuwa ameshamaliza kidato cha 4, ila kwa bahati mbaya hakufanikiwa kuendelea na elimu ya kidato cha 6. Hivyo iliweza kumlazimu kubaki nyumbani kuendelea kusaidizana na kazi na akina Ana ili waweze kuangalia utaratibu mwingine ukaweza kumwangalizia sehemu au fursa au fani nyingine ambayo angeliweza kuifanya kwa kipindi hicho. Ni miaka mingi sana imekwenda, na kitu kilichokuwa kinamkera Ana ni ile tabia ya Tausi kuwaleta wanaume pale nyumbani pindi mama yake anapokuwa yupo. Ana alijaribu kumkataza Tausi na kumwambia ile tabia ni mbaya, kuleta wanaume pale nyumbani.
lakini Tausi alikuwa hasikii. Tausi alikuwa anamuona kwamba anamuona Ana kwamba wewe ni kitu gani kwanza huko kwetu wewe. Jamani Tausi, hiyo tabia sio nzuri. Kwa nini unaleta wanaume hapa nyumbani? Ana ndio ambaye alikuwa maswali yake mengi sana ambayo alikuwa anamuuliza Tausi. Na Tausi alikuwa anaendelea tu kutoka na wanaume ndani ya kile chumba walichokuwa wanalala wote. Lakini majibu pia ambayo alikuwa anamjibu Ana alikuwa ni majibu ambayo ni ya huzuni sana, kwamba wewe kwanza yakuhusu. Unaniambia wewe kama nani hapa? Kwanza mimi sikutambui hapa. Mtu ambaye namtambua mwenyewe hapa ni mama tu. Kwanza mama mwenyewe alikuokota huko akauleta hapa. Sasa unajikuta unanifundisha maadili. Wewe kama nani? Kwa nini yani? Si nani huko mama yako angekufundishaga huko maadili? Mbona ulikuwa ombaomba wewe? Tausi alimjibu Ana kwa dharau na kwa dhihaka. Hadi Ana akawa amechukia kwa yale maneno ya Tausi ambayo yalikuwa ni kama mkuki moyoni mwake. Yalikuwa ni kama udhalilishaji mkubwa sana. Ilibaki kidogo Ana mwambie mama yule Tausi kwamba ile tabia mwanae ambayo anaifanya sio nzuri, lakini aliona kwamba sio vizuri kumchongea huyu mtoto au huyu binti kwa mama yake. Ana alikaa kimya bila kumwambia mama Tausi yale mambo ya mtoto wake, kwani alijua kwamba kuna siku lazima Tausi atabanwa na mama yake au yatakuja kumtokea puani siku moja. Baada ya kukaa kwa muda mrefu bila kuendelea na shule, Tausi alianza kukerwa na ile hali ya kukaa nyumbani bila kusoma. Ilibidi amwombe mama yake ampeleke shule za kulipia, lakini mama yake hakukubaliana hata kidogo na wazo la Tausi. Alimwambia ya kwamba kwa sasa hivi siwezi nikakusomesha shule za kulipia Tausi. Ungefaulu kipindi kile unasoma Aneth Secondary School, yote haya asingekukuta mwanangu. Baada ya kuambiwa hivyo, Tausi aliingia chumbani huku amenuna kwelikweli, kabetua mdomo wake sivyo kawaida. Tausi aliwaza mambo mengi sana kichwani mwake. Alifikiria mambo yaliyomfanyia Ana ili aondoke, lakini alishangaa kuona kwamba Ana bado yupo pale, hataki kuondoka. Baada ya Tausi kupewa ushauri na rafiki zake, aliamua kwenda kwa mganga. Alimpatia dawa za kumchanganyia Ana kwenye chakula ili aweze kuondoka pale kwao. Yule mganga alimwambia Tausi kuwa Ana akila kile chakula chenye dawa ataanza kuichukia ile nyumba, ataiona kama vile inambanabana na mwisho wa siku ataondoka yeye mwenyewe. Lakini pia mganga alimpatia baadhi ya masharti Tausi ya kuweza kuyafuata. Basi msikilizaji, hiyo ndio hatua ambayo Tausi ameweza kuifikia, kiasi kwamba anamchukia binti mwenzake, binti ambaye labda wangeshirikiana pamoja, wangelikuwa kitu kimoja, lakini yeye alikuwa anamchukia kwa kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba anamwendea kwa mganga ili aweze kuondoka. Ni huzuni sana msikilizaji. Wakiwa usiku wamelala wawili kwenye chumba chao, Tausi aliamka akakamata glasi ya maji akaweza kuiwekea haja ndogo pale bila kusikika. Kisha ile glasi yenye mkojo akanyunyuzia unga kidogo mweusi. Baada ya kufanya vile, aliuchukua ule akaenda kuumwaga nje ya dirisha la chumba walichokuwa wanalala. Tausi hakuishia hapo tu, kwani aliporudi kutoka nje alifungua kichupa kidogo kilichokuwa kina maji ya njano akamnyunyuzia Ana maeneo ya kichwani. Wakati hayo yote yanatendeka, Ana alikuwa amevitiwa na usingizi mzito sana. Hakuweza kabisa kuhisi chochote. Asubuhi kulipopambazuka, Ana alikuwa anajisikia kama mchovu, yani ana uchovu mkubwa sana. Alianza kuhisi kichwa kinamuuma. Ikabidi siku hiyo bwana wasiende katika shughuli zao zote zile. Yani nazungumzia shughuli za mama ntilie. Mama Tausi alianza kununua dawa akampatia Ana, na hii ni mara baada Ana kulalamika sana kwamba kichwa chake kinamuuma mno. Zile dawa zilionekana kidogo kumuongezea nguvu na kurejesha tumaini lake. Siku hiyo Ana hakuingia jikoni kupika kwa kuwa alikuwa anaumwa, hivyo majukumu hayo au jukumu la kupika lilikuwa ni la Tausi tu. Tausi baada ya kuambiwa kupika leo zamu yake, aliweza kufurahi sana moyoni mwake, kwa sababu alijua ya kwamba ile ndio itakuwa nafasi yake ya pekee ya kuweka ile dawa ambayo alikuwa amepewa kwa mganga, aweze kuiweka katika kile chakula ambacho Ana ataweza kukila. Msikilizaji, ni mambo hayo makubwa kabisa ambayo yanatendeka, mambo ya uhasama na uadui, mambo ya roho mbaya, roho ya chuki ambayo Tausi alikuwa ameibeba. Msikilizaji, chakula kilipikwa kikaiva vizuri, mpishi akiwa ni Tausi.
Tausi alivyokuwa jikoni alipakua mboga kwenye bakuli 3 tofauti. Ile ndani ya bakuli moja akaweka dawa ambayo alipewa na yule mganga. Haikuchukua muda chakula kikawa kimewekwa mezani. Lile bakuli lilikuwa limewekwa dawa lilikuwa imesogezwa upande ambao Ana alikuwa amekaa. Ndio nini sasa leo kupakua mboga bakuli 3 tofauti? Wakati unajua wewe mwenyewe ni mvivu kuosha vyombo. Aliongea mama Tausi huku akiwa ananawa maji mikono, maji ambayo yalikuwa yametengwa mezani pale. Ana pia alinawa na akawa tayari kabisa kula kile chakula kilichokuwa kimepikwa na Tausi. Siku hiyo kilipikwa chakula aina ya wali, hivyo kila mtu alikuwa amejipakulia kiasi cha wali alichokuwa anaona kabisa kwamba kilikuwa kina uwezo wa kumalizwa. Kisha juu ya ule wali waliweza kunyunyizia mchuzi wa nyama ambayo ndio ilikuwa mboga ya siku hiyo. Ana alikamata ile bakuli akamimina mchuzi wote na baada ya vipande vya nyama kwenye sahani yake. Tausi alikuwa makini kumwangalia Ana kwa jicho la kuibia, na Ana alianza kula kile chakula kwa kujilazimisha sana, kwani hata appetite, hamu ya kula hakuwa nayo kabisa siku hii. Alikula hadi alipofika robo sahani na akaamua kuacha kile chakula. Hamu iliweza kumwishia kabisa. Mama Tausi alimwambia Ana aendelee kula ili aweze kupata nguvu, kwa sababu siku hii hakuwa anajisikia vizuri. Labda chakula kingeliweza kumsaidia kabisa, lakini licha hayo yote chakula kilimshinda kabisa. Ana alimwambia Mama Tausi kwamba mama, asante nimeshiba. Yaani hamu ya kula haipo kabisa. Ana aliongea huku akinyanyuka kwenda kupumzika chumbani. Moyo wa Tausi ulijaa na furaha sana isiyo na kawaida kwa kumwona Ana amekula mboga ya ile bakuli aliyoweka dawa. Tausi, mbona leo una furaha sana mwanangu? Unafurahia nini wakati mwanzako anaumwa hivi? Mama Tausi kwa roho yake nzuri ilibidi amuulize Tausi mtoto wake, baada ya kuona uso wa Tausi umejawa na furaha sana. Tausi akamjibu mama yake kwamba hapana mama, mimi nikinuna unasema tu nina roho mbaya. Leo nafurahi unasema nimefurahi. Sasa unataka mimi mama nikae katika engo gani eti? Mbona mama sikuelewi vizuri yani? Mama, mbona unipendi hivyo eti? Tausi aliongea huku akijifanya kukasirishwa sana maneno mama yake. Ilibidi mama Tausi amtulize Tausi kwa sababu alihisi kwamba ni kweli alimkera mtoto wake kumtamkia yale maneno kwamba kwa nini anafuraha sana. Tausi baada ya kula aliondoa vyombo mezani, akawa anasubiri yale masaa 6 ambayo mganga alimwambia akipita Ana atakuwa amechukia vikali na kila kitu atakuwa anakichukia hapo ndani. Tausi alijua hadi ikifika saa 1 usiku tofauti utaanza kuonekana, akimaanisha kwamba dawa itaanza kufanya kazi dhidi ya Tausi. Ana akiwa chumbani amejilaza kwa uchovu aliokuwa nao, alipitwa na usingizi mzito sana. Akiwa amelala, ndoto za kutisha zilianza kumjia kichwani mwake. Ana alijiona kwamba yupo katikati ya jangwa lililokuwa limezungukwa na mchanga mwingi sana. Akiwa ndani ya lile jangwa, alipata kuona wanyama aina mbwa mwitu wakiwa wanakuja upande wake kwa kasi ya ajabu. Ilibidi aanze kukimbia, lakini cha ajabu alikuwa anajikuta yuko pale pale anadidimia katika ule mchanga wa jangwa ambao ulikuwa ni mwingi sana. Yaani kila hatua aliyokuwa anapiga ilikuwa isogei popote pale. Wale mbwa mwitu nao walikuwa nazidi kumkaribia. Jasho la hofu lilikuwa linamtiririka kwa wingi. Mbwa mwitu mmoja alimkaribia, akamrukia mguuni na kuanza kumng'ata kwenye kifundo cha miguu yake, huku mbwa mwitu mwingine alikuwa amemrukia maeneo shingoni mwake akiwa na lengo la kumkamata koromero. Ana alikuwa anajitahidi sana kupambana na wale mbwa mwitu, lakini ilikuwa ni ngumu sana, na ukicheki alikuwa ni kiumbe dhaifu, basi ilikuwa ni balaa sana. Wena, Ana, hebu amka! Ni sauti ya Mama Tausi iliyomkatisha katika ile ndoto aliyokuwa anaota. Ana alivyozinduka kutoka usingizini alikuwa ameloa jasho mwili mzima. Alipojaribu kujiangalia maeneo ya kifundo cha mguu wake alikuwa kuna alama ndogo ya kung'atwa na meno ya mnyama. Pia alipojishika shingoni mwake alihisi kwamba kuna mkwaruzo pia. Mbona ulikuwa unaweseka kitandani kwa nguvu sana? Niambie mwanangu, nini tatizo? Aisee, msikilizaji, huyu mama bwana, Mama Tausi mimi mwenyewe nimempenda sana. Yaani alikuwa anaongea kwa uzuri sana. Alikuwa na mkarimu ule mtoto kwa roho nzuri. Ana alimwambia yule Mama Tausi kwamba nilikuwa naota ndoto mbaya sana mama. Nashangaa hata hapa shingoni nimekwaruzwa.
na kucha, sijui ni mnyama gani mama. Pia hata miguuni naona nimeng'atwa. Naogopa sana mama. Ni kitu gani hiki ambacho kinanitokea mimi mama? Ana aliongea huku akilia sana. Mama Tausi alimwangalia Ana katika ile mikwaruzo shingoni na mguuni pake, kisha kumwambia kwamba asiwe na wasiwasi, atampeleka hospitali ili daktari aweze kumwangalia kwamba tatizo ambalo lilikuwa linamsumbua kwamba ni tatizo gani. Muda wote huo Tausi alikuwa mlangoni kwa nje akisikiliza umbea ambao ulikuwa unaendelea chumbani, na aliweza kusikia maongezi yote yaliokuwa yanazungumza baina mama yake na Ana. Akaanza kusema, yani huyu chokora huyu, ngoja ifike saa 1 usiku ndio atamjua huyu mama yake vizuri. Yani lazima leo afukuze kama mbwa. Haiwezekani yeye ndo apende kuliko hata mimi huyu niliyezaliwa hapa nyumbani. Tausi alikuwa anawaza kwa muda, kisha akakimbia kutoka pale mlangoni baada ya kumsikia mama yake anafungua mlango kutoka nje. Kweli kama Tausi alivyopanga, ilivyofika saa 1 usiku, mama Tausi akiwa chumbani kwake alianza kulalamika kwa kusema kwamba kuna mtu amemwibia shilingi 50,000 kwenye mkoba wake. Jamani nyie watoto, msinichezee kabisa. Alinichukulia hela yangu mundani, naomba iweze kurudisha haraka sana kabla hata sijabadilika mimi. Hey. Marwani alianza kupanda hapo. Mama Tausi aliendelea kufoka pale kwa nguvu sana. Muda huo Tausi alikuwa yuko bafuni anaoga. Alivyosikia mama yake anafoka, anakuja na akajua kwamba dawa imeanza kufanya kazi kama alivyopanga. Wena, Ana, hebu njoo hapa. Yaani usijifanye kuumwa wewe. Naomba ulete hiyo pesa uliyochukua huko ndani haraka sana. Mama Tausi aliongea kwa hasira sana huku akielekea kwenye chumba ambacho Ana alikuwa amelala. Mama Tausi alimvuta Ana nywele zake kwa nguvu huku akitoka naye nje kwa hasira sana. Mama, unaniumiza. Mimi sijui chochote kuhusu hizo pesa zako. Mama, utaniua, mimi sijaiba pesa. Nauma mama, unazidi kuniongezea maumivu mama. Ana alikuwa anajitetea huku akiendelea kupewa kipigo kikali na ule mama Tausi. Kitenge alichokuwa amevaa binti Ana kilivutwa na mama Tausi kikaanguka chini na kumfanya Ana abakie na nguo zake zile ambazo alikuwa amevaa kujisitiri. Kilichosaidia watu hawakujaa wengi sana, hivyo ile aibu haikuwa kubwa sana, japo ilishusha utu wake. Tausi alivyotoka bafuni naye alimvaa Ana na kuanza kumshushia kipigo kitakatifu. Rudisha pesa za mama wewe chokora. Yaani mama amekusaidia, tumekusaidia, lakini bado unamuibia tu. Kama ni kipigo, hakika siku hii Ana alikipata haswa kutoka kwa mama yule na mtoto yule ambaye ndiye chanzo cha matatizo yote. Ana alipoona hali imekuwa ni ngumu zaidi, ilibidi ajisanue pale kwenye mikono ya mama yule Tausi na mtoto wake, kisha akaanza kukimbia huku ameshikilia kanga yake mkononi. Ana aliweza kukimbia sana. Hakujua ni wapi ambapo anakimbilia kwa usiku ule, ila aliona ni vyema akimbie kuokoa uhai wake, kwa maana angeendelea kulibaki pale wangeliweza kumuumiza vikali sana. Msikilizaji, ni kwamba hii pesa amechukua kweli Ana? Je, hizi dawa za mganga zinafanya kazi kwa kiasi hiki? Lakini tunajiuliza kwamba Ana si anakuaga na machale au mauzauza yale kumuonesha kila kitu? Kwa nini hakuoneshwa hapo kabla kwamba binti Tausi anamfanyia kitu kibaya? Je, hii ndoto ambayo ameiota na hizi alama ambazo amewekewa katika mguu na shingoni pake ni alama za aina gani? Je, huu mzimu wa mama yake utaendelea kufanya kazi kwa kiasi gani ikiwa Ana anapitia mazingira magumu sana? Haya ni maswali ambayo msikilizaji utajiuliza sana, lakini unapojiuliza ya kwamba haya maswali majibu yake ni yapi? Majibu ni kwamba yanapatikana katika sehemu ya 3 ya simulizi ambayo nitakuwekea hapa na nitaendelea kukupa kupitia Chilimo Simulizi. Don't go anywhere. Naendelea kusubscribe na kushare kwa wingi kwa marafiki wa karibu sana, ili tuendelee kuongeza familia kubwa ya Chilimo Simulizi. Kwa mawasiliano, ushauri ama msaada wa kusupport kazi nzuri za simulizi ni cheki kupitia alama kujumlisha 255 657 20 31 46. Tukutane katika sehemu ya 3 simulizi hii nzuri na sehemu ya 2 ya simulizi ya binti Valencia. Valencia wangu, au unaweza kaita My Valencia. Asante sana kwa wote ambao unaendelea kucomment kupitia Chilimo Simulizi. Sina la kuwapa zaidi ya kuwapa shukurani za dhati
kutoka hapa Chilimo Simulizi. Rose Osinde na kuona unasema kwamba mbona hii kama ni ile Aishi Ukilimi. Hapana, hii ni simulizi nyingine kabisa. Aidha maudhui ya picture na uwasilishaji wa namna nyingine umefanana kabisa. Hapa ni Chilimo Simulizi na si kwa Uncle J. Hii simulizi ipo kwa Uncle J, lakini hapa tupo katika ile The Last Fight. Asante sana Zakia Moro. Anasema tunapenda simulizi zako. Nashukuru sana kwa wote ambao mnaendelea kucomment. Jamani, comment zenu ndizo ambazo zinanifanya mimi nipate mizuka ya kusoma simulizi. Kama una comment, jua kabisa unanipa mizuka ya kusoma simulizi au kuwaletea vigongo ambavyo ni vikali zaidi. Kwa hiyo comment yako mimi ndo nguvu yangu au ndo muhimili wangu mkubwa sana kuendelea kusoma ama kuwasilisha simulizi kali sana kutoka hapa Chilimo Simulizi. Sina la ziada katika sehemu hii ya pili. Nikutakia wakati mwema na muda mzuri wa kuendelea kufanya shughuli zako za kila siku na kupenda sana.